Ni asubuhi tena nyingine tulivu, karibu kusikiza Jicho la Nje. Tunaanzia Zanzibar, msomaji wako ni mimi Jamal Mruma. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amekutana na mwanazuoni na mhamasishaji wa dhana ya utalii halali duniani Bwana Ismail Bolok kutoka Dubai. Mazungumzo hayo yamefanyika jana Ikulu Zanzibar alipofika kujitambulisha pamoja na ujumbe alioambatana nao kutoka taasisi ya Samia Foundation. Rais Dr. Mwinyi amesifu kazi nzuri anayofanya mwanazuoni huyo katika kutangaza na kuhamasisha utalii halali katika mataifa mbalimbali duniani na kuahidi kuwa serikali ya Zanzibar inaridhishwa na inaunga mkono juhudi zake za kukuza na kuendeleza utalii. Naye mwanazuoni huyo Bwana Ismail Bolok amesema dhamira yake kuu ni kuona dhana utalii halali inaeleweka na kutekelezwa katika mataifa mbalimbali duniani. Moscow. Rais Samia Suluhu Hassan amekutana na Rais wa Urusi Vladimir Putin, ambapo viongozi hao wawili wamejadiliana namna ya kuimarisha na kudumisha uhusiano wa kihistoria kati ya Tanzania na Urusi. Dr. Samia amesema ana matumaini kuwa ziara yake itaimarisha zaidi ushirikiano wa kiuchumi kati ya nchi hizo mbili, hatua itakayoongeza fursa za uwekezaji na kuchochea maendeleo endelevu. Amepongeza pia maadhimisho ya miaka 81 ya ushindi wa Urusi katika vita vya pili vya dunia, akibainisha kuwa ziara hiyo inalenga kuimarisha zaidi mahusiano ya kidiplomasia kwa manufaa ya wananchi wa pande zote. Kwa upande wake, Rais Vladimir Putin amesema Tanzania na Urusi zimeendelea kuwa na uhusiano mzuri wa kirafiki na ushirikiano katika sekta mbalimbali zikiwemo madini na nishati, akieleza kufurahishwa na ukuaji wa uchumi wa Tanzania. Zanzibar. Mkurugenzi mtendaji wa Zanzibar Investment Promotion Authority ZIPA, Saleh Saad Mohamed, amesema siku ya kwanza jukwaa la uwekezaji Zanzibar 2026 imejikita katika kutoa elimu kwa wawekezaji kuhusu fursa zilizopo pamoja na kutembelea miradi ya kimkakati inayohitaji uwekezaji. Saleh amesema washirika wa jukwaa hilo wamepata fursa ya kushiriki madarasa maalum yaliyolenga kuwajengea uelewa kuhusu mazingira ya biashara na uwekezaji Zanzibar pamoja na sekta zenye fursa kubwa za kiuchumi. Aidha, amesema washirika wanatembelea miradi mbalimbali ya kimkakati ili kujionea maeneo yanayoweza kuvutia uwekezaji kutoka kwa kampuni na wawekezaji binafsi. Ameongeza kuwa shughuli hizo ni sehemu ya maandalizi ya mkutano mkuu wa uwekezaji unatarajiwa kufanyika hii leo Juni 4, 2026, huku zaidi ya washirika 600 kutoka ndani na nje ya nchi wakitarajiwa kushiriki. Unaendelea kusikiliza Jicho la Nje kutoka hapa Big City Breakfast, na hivi sasa ni habari za kimataifa. Watu wasiopungua 14 wameuawa wakiwemo watoto 6 katika uvamizi wa kuiba mifugo kaskazini mwa Sudan Kusini. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa habari wa jimbo la Unity State Nyakenya Johannes Keha. Keha amesema uvamizi huo ulifanywa na vijana wahalifu waliokuwa na silaha kutoka eneo la Ruweng, na akaongeza kuwa idadi ya waliopoteza maisha inaweza kuongezeka. Pia alisema ng'ombe wapatao 200 wameibwa wakati wa shambulio hilo na kupelekwa Ruweng. Hata hivyo, kupitia mazungumzo na AFP kwa njia ya simu, waziri wa habari wa eneo la Ruweng Sakha Nyuk alikanusha madai hayo. Lebanon na Israel zimekubaliana kusitisha mapigano kufuatia mazungumzo yaliyofanyika mjini Washington, Marekani, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Makubaliano hayo yanahusisha utekelezaji wa usitishaji vita kwa sharti la kusimamishwa kabisa kwa mashambulizi ya Hezbollah pamoja na kuondolewa kwa wapiganaji wote wa kundi hilo kutoka eneo la kusini mwa mto Litani nchini Lebanon. Pande hizo mbili pia zimekubaliana kuanzisha maeneo maalum ya majaribio ambapo jeshi la Lebanon litakuwa na mamlaka kamili ya usalama, huku makundi yote yasiyo ya serikali yakiondolewa katika maeneo hayo. Hatua hiyo inaelezwa kuwa sehemu ya juhudi za kurejesha utulivu na kupunguza mvutano wa kiusalama katika mpaka wa Lebanon na Israel baada ya kipindi kirefu cha mapigano.
Na mamlaka za Kuwait zimetoa video za kamera za ulinzi zikionyesha kile kinachodaiwa kuwa ni shambulio la ndege isiyo na rubani ya Iran katika jengo la Terminal 1 la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kuwait. Tukio hilo linasemekana kusababisha kifo cha mtu mmoja, majeruhi kadhaa na uharibifu mkubwa wa miundombinu ya uwanja huo. Hatua hiyo imekuja baada ya kikosi cha walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC kudai kuwa uharibifu huo ulisababishwa na kombora la mfumo wa ulinzi wa anga wa Marekani aina ya Patriot uliopoteza mwelekeo. Hata hivyo, mamlaka za Kuwait pamoja na maafisa wa Marekani wamekanusha madai hayo na kueleza kuwa ushahidi wa video unaonyesha shambulio la moja kwa moja la drone. Shambulio hilo limeongeza mvutano katika eneo la Ghuba, huku Kuwait ikilaani vikali tukio hilo na kuahidi kuchukua hatua zinazoruhusiwa na sheria za kimataifa kulinda usalama na mamlaka yake ya kitaifa. Na huo ndo mwisho wa jicho la nje kutoka hapa Big City Breakfast. Hivi punde tu ni Sports Countdown. Mimi ni Jamal Mruma. Hii ni Mjini FM. Kwetu ni kwako.